Kurasa inadhaminiwa na Tigo. Sasa unaweza kunitigo pesa kupitia mtandao wako kwa gharama ile ile kwa kufuata maelekezo yafuatayo. Kuingia kwenye menu, piga namba husika kutoka mtandao wako kisha bonyeza 1 kutuma pesa. Chagua kutuma pesa kwenda mitandao mingine. Chagua Tigo Pesa. Kisha andika namba ya simu ya mpokeaji. Kisha weka kiasi cha pesa, halafu ingiza namba ya siri kisha bonyeza tuma. Sasa uko tayari kunitigo pesa na kulipia chochote moja kwa moja kwenye akaunti ya Tigo Pesa kwa gharama ile ile. Tigo Pesa. Habari za wakati huu mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu katika Kurasa upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Diwani wa kata ya Vingunguti jijini Dar es Salaam Bwana Omari Kumbilamoto ameiomba serikali ya kupitia Wizara ya Elimu kubainisha lugha sahihi ya kufundishia kwa shule za sekondari ili kuondoa mkanganyiko wa lugha kwa wale wanaomaliza elimu ya msingi na kuingia sekondari. Bwana Kumbilamoto ametoa ombi lake leo jijini Dar es Salaam wakati alipokuwa akipokea msaada wa madawati 100 kutoka kwa taasisi isiyo ya kiserikali ya Social Action Trust Fund ambayo yatatumika kwa wanafunzi wa shule ya msingi Vingunguti. Kwa mfano, mtoto kama huyu ambaye anamaliza darasa 7 hapa ameshafaulu, anaingia form 1 ndo anaenda kukutana na Kiingereza. Tofautisha na mtoto ambaye yuko fedha au yuko Santamezi ambao wale tokea nasari chimbuko lao lugha yao wanatumia ni Kiswahili, Kiingereza, ina maana Kiswahili kinakuwa kipindi maalum. Kwa hiyo taifa lazima likiri kwamba tutumie kama ni Kiswahili basi hicho hadi kuanzia form 4, form 6 hadi university. Mpango wetu mzima wa kuchangia madawati ulikuwa ni wa mkoa wa Dar es Salaam, lakini tulishirikiana na manispaa zilizoko mkoa huu kutambua shule ambazo zina mahitaji. Kwa hiyo shule ya Vingunguti ilichaguliwa kama ni shule ambayo inahitaji ya madawati. Kwa tunakaa chini, tungependa sana kuwashukuru, lakini pia tunaiomba serikali tuongezee madarasa. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili. Madereva wa teksi katika manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuchukua hatua za haraka za kuhakikisha teksi bubu zote zinakamatwa na kuchukuliwa hatua kutokana na kufanya kazi ya kuchukua abiria na kutokuwa na kibali rasmi cha kufanya kazi hiyo. Wakiongea na Kurasa leo, madereva hao wamesema teksi hizo bubu zimekuwa zikiikosesha mapato serikali na hazina ubora wa kubeba abiria, jambo ambalo hata abiria mwenyewe akipatwa na tatizo lolote si rahisi kuitambua. Sasa hili tunaomba serikali ambayo ni ya rais wetu mpendwa John Pombe Magufuli, serikali ya kukusanya kodi, tunaomba lifanyiwe kazi, na huyo mhusika hasa mkurugenzi wa manispaa ya Ilala tunaomba aliingilie kati, angalie hawa watu ulipaji wao wa kodi ukoje, na ni kwa nini watu wafanye biashara na gari ambazo sio commercial registered. Anafanya biashara ya taxi na gari yake sio na gari bubu kusajiliwa. Unaona, sasa tunaona shughuli tu zinaharibika, watu wanakwenda wanapakia abiria, wanaondoka, kodi hawalipi, alafu hawajulikani, gari zenyewe ukiangalia bubu. Bajaji tumeshazungumzia kiasi cha kutosha, bwana, haziondolewi barabarani. Kwa maana hiyo kero ni kubwa sana katika shughuli zetu za teksi. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Wakazi wa Mikocheni B jijini Dar es Salaam wameomba wenye viti wa serikali za mitaa kujiwekea utaratibu wa kutembelea mitaa yao mara kwa mara ili kuona kero zinazowakabili, ikiwemo utiririshaji wa maji taka unaotokana na uchakavu wa miundombinu yake. Wakizungumza na Kurasa leo, wakazi hao wamesema wanakabiliana na tatizo sugu la umwagikaji wa maji taka mara kwa mara katika mifereji ya kupitishia maji ya mvua, na hivyo kusababisha maji taka hayo kusambaa hadi katika barabara za mitaa hiyo. Haya maji yanakuwa yanachanganyika, hajulikani ya mvua au maji ya taka. Na vile vile yanakuwa yanatuletea madhara makubwa. Kuna watoto wanasoma, wanakanyaga, sisi watu wazima tunakanyaga. Ni Mungu tu anasaidia, lakini DAWASCO ndio kama hivyo, hawapiti huku. DAWASCO hii sio mara ya kwanza au mwezi mmoja au mara miezi miwili, ni karibia mwaka au miaka miwili au mitatu ili tatizo linajirudia. Wanakujaga, wanachokonoa kidogo, wanaondoka. Ya maji yanapotea, baadaye yanarudi. Ni kwamba makaro yote makubwa yamefurika, kwa hiyo DAWASCO wanasema wameharibikiwa na hayo makaro makubwa, na kwa hiyo wanasema watashughulikia, lakini hali ndio hivyo.
Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba wale wote walioshiriki kuletea kurasa, jina langu ni Elikunda Materu, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa EATV. Kurasa inadhaminiwa na Tigo. Tigo Pesa.